Good morning, good afternoon, good evening. Wow, this is Lily Favor. We thank God for another day. We glorify his name. Leo ni siku mpya ametuonekania, at least tumeamka. Tumpe sifa na utukufu. Ni wengi hawakuamka, lakini kwa uwezo wake tumeweza kuamka. So, watu wangu mko aje? Hope mmeamka poa, hope mko poa siku ya leo. Yes. Sasa nataka kuwapatia ka video tu, yani nikasema tu hawa ma fake prophets sijui atafanywa nini yake. Kuna ka story tu ka short nataka kuwapatia kabla nianze siku yangu. Kuna mwaka nilikuja Kenya na nikakutana na msichana tu alikuwa amejiita prophetess. Na huyu msichana ni msichana alikuwa young, lakini nilikuja nikaintroducewa na nini? Nikaintroducewa na mtu wa familia. So ukitoka diaspora ukienda Kenya, mtu anakuanga nini? Mtu anakuanga ako desperate ya kuombewa, kuonekaniwa mavitu, uone kama vitu zako zitaenda vile unastahili. So, but sometimes atujongi tunaangukia mikono mibaya. Okay, niliintroduciwa na mtu wa family. Kwa huyo msichana, alikuwa msichana tu. Hakuwa ameolewa. She was a lady, not yet married. Na ni hawa kufunga kitambaa na kuvaa nguo refu. So, nilipelekwa kwake, na vile nilipelekwa kwake, tukampata. Kumpata kwanza, kitu ya kwanza akaanza kunitolea prophecy, akaanza kuniambia sijui nini zilienda zikakaukanga. Stories za jaba tu nikapewa. Nikasema na kweli. Haya, ikakuwa tutadeliviwa tukiwa mimi na sistangu, yani familia mamangu yote, sistangu, brothangu, niece wangu, yani tukakuwa tutadeliviwa. Ikakuwa nifanye nini? Nitoe 27,000. Sasa anaona nimetoka majuu, sasa tukakalkuletiwa. Na acha nikwambie, mtu anakuanga blinded. Nilitoa hizo 27,000. Ati ndio tudeliviwe. Si tuliombewa. Sasa unajua bado uko blind, hujui vile kutaenda. Wewe utaamini tu vile umetoa hizo 27,000, kila kitu itakuwa sawa. Tulitoa na tukabaki tutaombewa, na nikaamini tutaombewa, na nikamwamini juu alikuwa anakuja anatupatia maprofesi hapo, lakini unajua sasa hizo we are so blinded hatukuwa tunajua. So tukaendelea hivyo, mimi nikaendelea tu kukaa home, niko holiday zangu. Anakuja tunaonana. Sasa kuna time ilifika, akaona I think tunamheshimu sana. Yani tunaona without her we cannot do it. Sasa akakuwa anatu control. Juu sasa tulikuwa tumemwamini sana, juu yeye alikuwa yani ametuconvince ni prophet wa Mungu kabisa. Sasa tulikuwa tunamwabudu. Tunaona kabisa ni nani? Ni prophet wa Mungu. Yani mpaka mtu anawa control, anawaambia chenye atakula. Anasema yeye she's a prophet of God. She has to do what? Anunuliwe kuku mzima na afurahiwe peke yake, na ni mtu wa Mungu, the woman of God ndiye anafaa kule hiyo kuku. Na imagine tulifanyisha hiyo kazi. Imagine tulitafuta kuku, tulikuwa tunampikia kuku, tunamfurahia, na inakuwa ni yake, anakula peke yake juu yeye ni mtumishi, yeye ni prophecy. Yani yeye ni prophetess. Angalia vile si ubebwa ujinga. Nyi mnakula kivyenyu, yeye anakula special, na yeye alikuwa anasema vile anataka. Na whatever she asks, we have to give because she's the woman of God. So mwanamke, wacha nikuambie, she continue convincing us. Mpaka siku za kurudi, hata alinizindikisha mpaka airport. Na nikarudi. Kurudi si tuko na contact. Sasa si mimi nafikiri mambo itakuwa poa. Na akani convince na vizuri sana. Mpaka ilikuwa inafika time, instead of sending money to my family, yeye ndio nilikuwa natumia pesa. Agawanye familia yetu. Angalia vile tunakuanga tumebebwa.
I forgot about my family. Whatever I wanted to do with my family, ni yeye nilikuwa natumia pesa, namwambia nimekutumia pesa, enda ufanye hivi, mpaka kwa shosho ushago. Imagine. Yani wanakumanipulate, kuna kispirit wanakutupianga kabisa. Jota alikuwa anatuambia anaenda kudeliver watu huko Mombasa, huko kwa maji, lakini hatukuwa tunashikanga. Maybe alikuwa tu hawa watu wa diviners. She was fake because nothing happened. Imagine kubebo ujinga kabisa na watu kama hao. Angalia vile tunakuanga so blinded. Mimi Mungu si ni mzuri, umetuamsha haki. I spent a lot of money with that woman. Alafu yeye mwenyewe alikuwa anakuambia how much she's paying the house. So I continue trusting in her. Lakini ile kitu ilifanya nijue ni wajaba. Imagine if you're a woman of God, you have a boyfriend, but this boyfriend is somebody's husband. Na una insist huyu bwana aache bibi yake akuoe. Mpaka mkiwa na huyo bwana, you used to pray for this woman to die because this woman was sick. Sasa hapo nikaanza kukuwa na doubts. Nikashindwa, if you are really woman of God, a prophet of God, you are going out with somebody's husband. Na unataka huyu bwana aache bibi yake akuoe. Huyu mama ni mgonjwa, unamuombea akufe ndio uingie kwa hiyo boma. Mpaka hata una adabu unaenda kwa kina huyu bwana, ushago kwenye huyu mama ameolewa. Na unalala huko. Juvilo ulikuwa umeconvince you are clean. Which clean? You are just a diviner. Angalia vile tunabebangwa upuzi. Sasa ni spirit gani mtu kama huyo alikuwa anatutupia? Akituombea, akichukua pesa za Lily Favor. Huyo alituachia blockage sana, aliniachia blockage na vitu. Nani kakwambia? Huyo msichana atasita kumuona. She tried to call me but I blocked her. So watu wangu wacha niwaambie. Let us pray God. Let us believe in God. Angalia kubebo wana, nitakuja live. I will come live and give the whole story. Nilikuwa tatu kuaguzia. Watu wangu endeleeni kuamka. Tutabebwa wana, tulibebwa wana. Ukiona tukiongea ni ile wana tulibebwa. Na wa fake pastors na fake prophet. Pesa zetu zinaenda hivyo kubebwa tu na kupatwa. Wakishaota wanakuja na kuambia wameongeleshwa na Mungu. Hakuna Mungu anakuanga amewaongelesha, ni kuota. Na hizo maspirit wana communicating nao. Tena ukiona mtu anaenda coast ati anaenda kudeliver tu kwa maji, sasa hapo ndo tukakuja. Sasa ndio kuja kugutuka baadaye. What happened? Kumbe hii story ilikuwa hivi. Imagine. Shame on you prophet. Tess, ulinidanganya. Mungu akuone. Na Mungu akukanye. Ulinifanyisha kazi ya upuzi sana na nothing happened. Things used to get worse. I will come live and give the whole story. This is just a half of my story. Watu wangu mujiombe, wachane na manabii. Wanabebanga watu wana. Please, tukiongea sikizeni. We keep on telling you people. Pray for yourself, read the word of God. Wachana na watu. Watu ni watu wa uongo. Hakuna kitu mtu wa dunia anaweza kukutendea isipokuwa Mungu. Nothing a human being has. Only God can deliver you. Binadamu hakuna kitu anaweza kukufanyia. Ni kukudeceive tu kama hivyo tumedeceiviwa. So watu wangu, tuzidi kujiombea. Na niliwaambia mkiingia mahali msikie mko na doubt, kimbia, mapema ni mapema. Ukikutana na pastor ama prophetess usikia na kupatia stories za jaba, wacha nikwambie kimbia, endo jiombe. Ask for the spirit of discernment, kutofautisha huyu ni wa Mungu, huyu si wa Mungu. Hivyo na Mungu aonekanie, na Mungu awapende sana sana sana, na wafungue macho na wafungue masikio, na Mungu awabariki. So this is Lily Favor. Don't forget to subscribe, to like, to comment, and to share. Have a blessed day. Bye, bye, bye. Mwah.